wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ya kilichoitwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu tarehe 29 Oktoba. Kwanza na la msingi zaidi ni msimamo wetu unaotokana na ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili. Alijipachika urais kupitia mchakato usio huru, usio haki, usio wazi, usio kizi viwango vya msingi vya kidemokrasia, na hata waangalizi wa kimataifa waliokuwa hapo wameungana na msimamo huu tunaousema. Kwa hiyo kwa maana hiyo Umoja wa Afrika ripoti yao imezungumza kwamba uchaguzi haukuwa huru, haukuwa wa halali, haukuwa haki. SADC wamesema hivyo na waangalizi wengine wote wa kimataifa. Hivyo hana mamlaka kimaadili wala kisiasa kuunda chombo cha kuchunguza uhalifu mkubwa uliofanywa na utawala wake dhidi ya raia waliokuwa wakidai haki zao za kidemokrasia na za kikatiba. Aidha, kwa mujibu wa sheria ya uchunguzi Commission of Inquiry Act ya 20 ya mwaka 2002 chapter 32, tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake, na hata ripoti yake rais ana mamlaka ya kuamua ichapishwe au isichapishwe, iwasilishwe hadharani au ifichwe. Kwa mantiki hiyo, si chombo huru na hakiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambapo serikali